Mwanafunzi wa kidato cha pili kutoka Mathira, kaunti ya Nyeri, anaendelea kuteseka kutokana na athari za risasi ya polisi aliyopigwa wakati wa maandamano ya kupinga serikali mwaka jana. Austis Shira alipigwa risasi kwenye miguu yote miwili na ikalazimika katwe mmoja. Tangu atoke hospitalini amekuwa akikumbwa na maambukizi ya mara kwa mara na matatizo ya mishipa kwenye mguu uliosalia. Margaret Kimathi ana taarifa hiyo kutoka Nyeri. Tunamkuta Austis Shira nyumbani kwa shangazi yake katika kijiji cha Kiamwangi, Mathira, akirejea kutoka shuleni. Awali mamake alikuwa akikodi pikipiki kumpeleka shuleni, lakini gharama ikawa kubwa mno. Nikiwa kushago shule iko mbali. Haiko hivyo mbali, hata kama mali ninapitia it is very dangerous kwa sababu natumia hizi clutches kwa sababu mawe ziko juu. Ilikuwa tarehe 16 Juni mwaka jana, siku ya kawaida ya masomo. Baada ya masomo, Austis alisimama mjini Karatina kuchukua funguo za nyumba kutoka kwa mama yake. Hata hivyo, siku hiyo maandamano ya kupinga serikali yalikuwa yamezuka mjini. Ghafla kukasikika milipuko mikubwa, moshi wa vitoa machozi, kelele na taharuki. Eneo hili liligeuka na kuwa na machafuko, huku polisi wakikabiliana na waandamanaji. Ni wakati huo ambapo Austis Shira alijipata katika machafuko hayo na kapigwa risasi miguu yote miwili. Nikapatana na so many Gen Zs walikuwa na strike na walikuwa napigana na maaskari. Mimi kwenda kugeuka ndo niwaondokee, nikapata nimepigwa risasi na nilikuwa na uniform. Niliona mwenye alinipiga risasi yule askari alikuanga mweusi, height, hakuanga mrefu sana. Austis alilazwa hospitalini kwa miezi miwili na maisha hayajakuwa rahisi tangu mguu wake ukatwe. Ndoto yake ya kuwa mchezaji kandanda iliishia kwenye matukio ya siku hiyo. So I was left with a wood. Hiyo wood hadi saa hii haijawahi pona. Hiyo wood imekuwa ikitoa usaha. Nimekuwa mama kingangana ananunua kapaketi kamoja ka clindamycin. Sasa moja yenye anatembea nayo kutoka goti kuteremka nerves hasifanyi kazi, na pia huu mwingine bado haujapona. So tunataka serikali tusikize siku ya leo, ashughulikiwe mpaka hii miguu ipone. Mamake Austis, Milka Gathoni, alipoteza kazi baada ya miezi kadhaa hospitalini akimhudumia mwanawe. Akiwa mama mlezi pekee, amekuwa akipambana kugharamia matibabu na karo ya shule. Tungependa huyo askari hata yeye ajulikane na serikali vizuri, mwenye alishuti mtoto miguu miwili, na hata ni Mungu alimsaidia, alikuwa mahali pabaya. The government hawafai wanaumiza watu ili ati ndo wasaidie ikuwe kama njia ya kujitafutia kura. They should protect the people because the power belongs to the people. Austis sasa anahitaji mguu bandia ili kurejesha uwezo wa kutembea, lakini gharama yake iko nje ya uwezo wao. Margaret Kimathi, NTV. Asante sana Kimathi kwa taarifa hiyo.